Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mzozo umeibuka kwa mara nyingine tena kati ya Marekani na Iran kuhusu suala la nyuklia katika Umoja wa Mataifa. Marekani na Iran zimezozana katika Umoja wa Mataifa siku ya Jumatatu kuhusu mpango wa nyuklia wa Tehran katika mkutano wa 11 wa kukagua utekelezaji wa NPT ambao ulianza kutumika mnamo mwaka 1970 ulianza Jumatatu kwenye Umoja wa Mataifa huko New York. Makundi tofauti yameteua makamu wa rais 34 wa mkutano huo na mwenyekiti wa mkutano huo. Balozi wa Umoja wa Mataifa wa Vietnam Do Hung Viet alisema Iran ilichaguliwa na kundi la mataifa yasiyofungamana na upande wowote na mataifa mengine. Christopher Yull, katibu msaidizi wa ofisi ya Marekani ya kudhibiti silaha za kuzuia uenezaji wa silaha, aliuambia mkutano huo kuwa uteuzi wa Iran ulikuwa udhalilishaji kwa NPT. Alisema ni bila ubishi kwamba Iran kwa muda mrefu imeonyesha kudharau ahadi zake za kutoeneza ahadi za NPT na imekataa kushirikiana na shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu masuala ya nyuklia katika kutatua mzozo huo. Alitaja uteuzi wa Iran zaidi ya aibu kwa uaminifu wa mkutano huu. Reza Najaf, ambaye anahudumu kama balozi wa Tehran katika wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki, alikataa kauli hiyo ya Marekani kama isiyokuwa ya msingi na yenye msukumo wa kisiasa. Anasema ni jambo lisiloweza kutetewa kwamba Marekani kama taifa pekee ambalo limewahi kutumia silaha za nyuklia na ambalo linaendelea kupanua na kuboresha silaha zake za nyuklia inatafuta kujiweka kama msuluhishi wa kufuata sheria, aliuambia mkutano huo. Suala la nyuklia limekuwa kiini cha vita kwa miezi miwili kati ya Iran na Marekani na Israel, huku rais wa Marekani Donald Trump akirudia siku ya Jumapili kuwa Iran haiwezi kamwe kuwa na silaha za nyuklia. Iran kwa muda mrefu imekuwa ikiitaka Washington kukiri haki yake ya kurutubisha madini ya uranium ambayo Tehran inasema inatafuta tu kwa malengo ya amani na si kwa ajili ya kutengeneza silaha za nyuklia. Lakini mataifa ya Magharibi yanasema inaweza kutumika kutengeneza silaha za nyuklia. Iran imesisitiza kuwa haitafuti silaha za nyuklia, lakini IAEA na jumuiya ya kijasusi ya Marekani ilitathmini kando kwamba Tehran ilikuwa na mpango wa kutengeneza silaha za nyuklia ambao iliufunga mwaka 2003. Mnamo siku ya Jumatatu, vyanzo vya Iran vilifichua pendekezo la hivi punde la Tehran kumaliza mzozo huo ambalo lingeweka kando mjadala wa mpango wa nyuklia wa Tehran hadi vita vitakapomalizika na mizozo juu ya usafirishaji wa meli kutoka Ghuba kutatuliwa. Trump na wasaidizi wake wakuu wa usalama wa taifa walikutana kujadili mzozo huo siku ya Jumatatu, na msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt aliwaambia waandishi wa habari kwamba mstari mwekundu wa rais kuhusu Iran umewekwa wazi sana, na sio tu kwa umma wa Marekani lakini pia kwa wao pia. Hata hivyo, Iran imesema inahitaji dhamana ya kuaminika dhidi ya mashambulizi kabla ya Ghuba kuwa imara. Hii ni kauli iliyotolewa na mjumbe maalum wa Iran katika Umoja wa Mataifa Said Iravani. Iran inasema kudhaminiwa dhidi ya shambulio jingine la Marekani na Israel kabla ya kuhakikisha kwamba inakubali kuweka usalama katika eneo hilo la Ghuba lenye utajiri wa mafuta. Mjumbe wa Tehran katika Umoja huo wa Mataifa anasema balozi huyo Amir Said Iravani alihutubia kikao cha Baraza la Usalama kilichoanzishwa na Bahrain, ambapo makumi ya nchi zililaani Iran kwa kudhibiti mlango wa bahari wa Hormuz, huku yeye binafsi akisema kwamba utulivu na usalama wa kudumu katika Ghuba ya Uarabuni na eneo pana zaidi unaweza kupatikana tu kwa kusitishwa kwa kudumu na huduma kwa uchokozi dhidi ya Iran, kukisaidiwa na uhakikisho wa kuaminika kwa kutojirudia na kuheshimu kikamilifu haki halali za kujitawala na maslahi ya Iran, Iravani aliuambia mkutano huo. Akizungumza baadaye na waandishi wa habari, Iravani alilalamika kwamba nchi zilikosoa tu Iran na sio kizuizi cha majini kilichotangazwa na Marekani. Marekani inafanya kama maharamia na magaidi, ikilenga meli za kibiashara kwa kutumia nguvu na vitisho kuwatisha wafanyakazi wao, kukamata meli kinyume cha sheria na kuwachukua mateka wafanyakazi, Iravani alisema. Lakini hakuna katika wale wanaolalamika walioliona hili, na kuelezea kwamba hii ndio wasiwasi ambayo inasababisha kutowezekana kwa usafirishaji wa mafuta katika eneo hilo la mlango wa bahari wa Hormuz. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.